Bi Anna Samueli mwenye umri wa miaka 80, mstaafu wa kada ya afya kutoka kijiji cha Lioma wilayani Kwimba mkoani Mwanza, anaishi katika mazingira magumu pamoja na familia ya watu 10 wakiwemo wagonjwa 3 wasiojiweza. Kutokana na hali hiyo, familia hiyo inalazimika kuendeshwa na mjukuu wake wa miaka 14, Magina, mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Lioma, ambaye amebeba jukumu la ulezi na hata kutoa huduma za msingi za uuguzi kwa wanafamilia. Kwanza mimi nyumba yangu imeshapasuka. Alafu na naomba kama kuna uwezekano wa kumsaidia haja hiyo aichomoe labda yale manani kazi zilizoharibika, maana wakati wote mvua ikija ya upepo ilichukuliwa ndiye kwa namtegemea vile safi. Kwa hiyo nimebaki hivi hangaika mwenyewe, lakini kuwa mkoa nafurahi sana kwa ujio wako. Viongozi wote waliofika hapa kuniona nafurahi sana. Matatizo wameyaona, modani, tuamuki. Kila siku hivyo tunakula kitandani, kukojoa kitandani mpaka awekewe nani cha kukojolea. Hata chooni hivyo, hawezi akatembea, yupo tu hivyo. Mkuu wa mkoa, nafurahi sana kwa ujio wako. Asante sana. Mungu akuzidishie mawazo yako ulionayo baba. Amina. Hali hiyo imeibua hisia kwa jamii na viongozi, ambapo Aprili 13 ya mwaka 2026 mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda alipotembelea familia hiyo, aliguswa na changamoto wanazopitia na kuagiza hatua za haraka zichukuliwe. Miongoni mwa maagizo hayo ni kwamba Public Service Social Security Fund PSSF kuhusisha pensheni ya Bi Anna ambayo ilisimamishwa tangu mwaka 2018 ili aweze kupata kipato cha kusaidia mahitaji ya familia. Aidha, aliagiza halmashauri kuhakikisha familia hiyo inapatiwa huduma ya bima ya afya ili kurahisisha matibabu kwa wagonjwa waliopo nyumbani hapo. Pia alitoa wito kwa watendaji wa vijijini na kata kufuatilia kwa karibu kaya zenye uhitaji maalum na kuchukua hatua mapema ili kuepusha hali kama hiyo kutojirudia katika jamii. Hizi ni ripoti kutokea Kwimba, Mwanza. Mimi naitwa Mika Ndaba. Sisi ni watumishi wa Mungu tunaofanya huduma zetu za kichungaji ndani ya serikali. Kwa hiyo leo tulikuwa na ziara, iko familia ambayo ina changamoto nyingi, tukasema tuitembelee, tuione. Tunafanya kazi kama Tomaso, ukiambiwa Yesu kafa unagusa mwili wa Yesu. Kwa hiyo tumefanya hiyo ziara, lakini pia tulisema haitakuwa vema kama tutaitembelea familia hiyo moja wakati hapa kijijini wako wagonjwa wengi. Kwa hiyo na fursa yenyewe ya kuja ni chache. Kwa hiyo tukasema serikali ya kijiji ikaniwekea utaratibu wa kwenda kuzitembelea familia nyingine ambazo zinafahamika hapa kijijini kwamba zina changamoto ya afya. Mambo mengi ambayo nimeyaona ni maradhi ya muda mrefu ambayo mengine yanatibika na mengine yanahitaji mazoezi, yanahitaji therapy. Kwa hiyo ninaamini kama tukiwasaidia wanaweza kurejea katika afya zao na kuendelea kuijenga nchi yetu. Mgonjwa ambaye anaweza akatoka nje lakini hawezi kutoka nje, kama atapata wheelchair wanaweza kumweka nje, akapata jua la nje, akapata kuona pia dunia inavyokwenda nje badala ya kuwa amekaa kitandani. Lakini DMO yuko hapa, ninamwelekeza, wako wataalamu wa therapy ambao si kwa wagonjwa hawa tu. Ni vizuri kujua katika wilaya mzima maeneo gani na wagonjwa ambao wanahitaji tu physiotherapy. Tunaweza tukaweka utaratibu tukawa tunawatembelea hata once a month, tukawafanyia physical training, tukawafanyia therapy, tukawafundisha ndugu zao namna ya kuwafanyia therapy, kama kuna aina za mafuta ambazo kulainisha viungo vyao, kwa sababu tunapoweka ndani muda mrefu viungo vya wagonjwa ambao wamekaa ndani muda mrefu vinaweza kukakamaa na vikawafanya visiwe na nguvu tena. Kwa hiyo
tuweke utaratibu huo wa kiutumishi. Narudia tena, mambo haya yanahitaji moyo wa upendo, uzalendo na kuwajali wengine. Kwa hiyo tusifanye kazi kwa sababu tunalipwa mishahara. Slogan yangu, tufanye kazi tukiamini kwamba kazi ndicho kipimo cha utu. Tunapoona wenzetu wana changamoto tuwakimbilie. Tunapopata taarifa pia tuzifikishe kwa wenye mamlaka. Inawezekana kijiji kisiwe na uwezo, lakini kijiji kinaweza kikatoa taarifa na taarifa hiyo ikawafikia viongozi na viongozi wakachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, ikapelekea watu hao kupata tija. Ndio uongozi ambao tunauhitaji. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza wasifiche taarifa za watu. Tunaweza pia kuwafikia watu, serikali ikawafikia watu na ikatoa huduma kwa watu hao na wakawa na mchango mkubwa kwa taifa letu. Habari za namna hii za kuwafanya watu na umma ujue kwamba wako wenzetu wenye shida kubwa wanahitaji kufikiwa, ndizo habari ambazo zina mchango mkubwa kwa jamii. Ukiona sehemu kuna wizi, tuambieni ili tufike. Ukiona sehemu kuna mgonjwa, tuambieni ili tufike. Mkiona sehemu barabara imeharibika, tuambieni ili tufike. Serikali za vijiji, wananchi wakitoa taarifa kuhusu uhalifu, kuhusu wagonjwa, kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii, kuhusu hata wezi wanaoiba mali za umma, sisi tutakuwa na hatutasita kufika na kuchukua hatua zinazostahili.